Mchezo kwanza leo umeisha salama kwa hali na mali. Pia katika mchezo ambao unaofuata wa Yanga na Al Ahly kule Zanzibar, mchezo unakuwa sio rahisi, sababu unajua Al Ahly ni klabu kubwa hapa barani Afrika na ni wazoefu wa mashindano ya klabu bingwa ya Afrika. Kwa hiyo Yanga ndio jipange, iangalie ile makosa yao walioyafanya kwenye mechi ya kwanza kwenye away ground, sasa wanaenda kwenye home ground warekebisha makosa yao. Nadhani kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu wanaweza wakapata ushindi na kuweza kuwasaidia kupata alama 3 katika uwanja wa nyumbani. Pia tukiangalia mechi ya leo, kipindi cha kwanza kulikuwa kuna shida kidogo pale katikati kwenye viungo. Kama kwa mtu wa mpira ambaye anafuatilia mpira ataona kulikuwa hakuna muunganiko kati ya namba 6, namba 8 na namba 10. Unaona Yanga ilikuwa inapata shida sana mpaka Pacome anakuja kuchukua mpira chini, Max anakuja kuchukua mpira chini. Sasa wakija kuchukua mpira chini kule mbele wanakuwa wako wachache, lakini unaona mwalimu aliona hayo makosa. Kipindi cha pili akafanya sabu 3, kuingia kwa Damalo, kuingia kwa Duke Abuya, kuingia na kwa Lani Okelo. Uliona Yanga ilibadilika, ikawa ina press na mwisho wa siku ikampa matokeo chanya ambayo mwalimu alikuwa anayahitaji. Yaani ukizungumzia magolikipa bora kwa hapa Tanzania au kwa Afrika kwa sasa hivi, huwezi kulikosa jina la Judia. Kwa hiyo kwa mechi ya leo amecheza kwa uwezo wake, na hata makosa ya goli yaliyopatikana ni makosa ya mabeki pale katikati. Mpira ambao ulipokwa kwa Max Zengeli, wako wengi mbele, beki mmoja kwa hiyo katoka 1v1. Mnafukaje alikuwa mtulivu, kwa sababu angekuwa mwenye papala angeweza kukosa, sababu Diala golini ni golikipa mzuri. Kwa hiyo na leo kuvaa usinga, ungeangalia Dickson Job leo hayupo, mama yetu wa kucheza. Kwa hiyo kwa heshima kwamba Diala avae usinga. Na pia uliona leo Yanga wamecheza kile bado walikuwa wana msiba. Nadhani una msiba mkubwa ukizungumzia Peter Manyika, ni golikipa mkubwa Tanzania na kwa timu ya Yanga na kwa timu ya taifa. Kwa maana leo uliona Yanga wamevaa kitambaa cheusi kwa ajili ya kumwenzi mchezaji wao wa zamani Peter Manyika, na Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema peponi. Tunamuomba Mwenyezi Mungu amsamehe makosa yake. Tukutane siku ya mwisho, siku ya Kiyama.